Bado tunaangazia taarifa ambazo zinagonga vichwa mbalimbali vya habari kwenye soka letu. Tumeitazama Young Africans, tumeitazama Singida Black Stars na tumetazama kwa kina takwimu zao. Kwa sasa tuhamishe upande na tunaangalia upande wa pili wa shilingi, ambapo mchezo mwingine wa ligi kuu NBC Tanzania bara hii leo ni pamoja na matajiri wa jiji la Dar es Salaam ambao watakuwa ugenini katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine jijini Mbeya kukabiliana na Tanzania Prisons, maafande hawa wa jeshi la magereza. Kiungo mshambuliaji wa timu hiyo Idi Suleiman Ali Idi Naldo, ambaye miaka ya nyuma alipata nafasi ya kuichezea timu ya Mbeya City kabla ya kujiunga na Azam akitokea Mbeya City, amewaomba mashabiki wa timu hiyo kuweza kujitokeza na kuishangilia Azam FC ili kuweza kupata ushindi katika mchezo wao mgumu na muhimu sana kwenye ligi kuu NBC Tanzania bara. Kwanza ningependa kumshukuru Mungu, lakini mchezo hautakuwa rahisi, mchezo utakuwa mzuri. Prison ni timu nzuri, ni timu naijua, wapambanaji. Kwa naamini sio mchezo rahisi, na wenyewe tumejiandaa vizuri kuweza kwenda kupata pointi 3 kwenye mchezo, lakini tunaamini kama mchezo utakuwa mgumu, lakini sisi tumejiandaa vizuri na tunahitaji pointi 3, maana ni alama muhimu sana. Kwa sasa hivi hatuangalii tunakutana na mpinzani wa design gani au amepata matokeo gani. Kikubwa tunajiangalia sisi wenyewe tumetoka ndo kupata matokeo gani. Sisi tunachohitaji ni pointi 3, ni sio kitu chengine. Kwa Prison ni wa timu nzuri, lakini tuna umuhimu sana na hizo pointi tunazihitaji ili kuweza kutimiza malengo yetu. City ni timu yangu, nimefurahi kuja mkoa huu, na mara nyingi ninapokuja mkoa huu na kuwa nipo kwenye kumbukumbu zangu za maisha yangu. Kwa ni mkoa ambao najiona niko salama sana. Mashabiki wa Mbeya City nawapenda sana na naamini mkoa uko bora kabisa kwa sasa. Nimezidi tangia nilivyokuepo, na sasa hivi naona kuna uwanja umebadilika, majukwaa, hata Mbeya City kule naona pamepaka rangi nyingine. Kwa naamini ni sehemu yangu ya furaha pia. Idi Suleiman Ali Idi Naldo anajiona yuko nyumbani na amewaomba mashabiki wake wa Mbeya City, ambayo timu alitumikia kwa mafanikio makubwa sana kusema kweli, wajitokeze kwa wingi kuja kuishangilia timu ya Azam FC, lakini pia kumpa motisha hata yeye, kwa sababu atakuwa sehemu ya wachezaji ambao watakuwa aidha wanaanza kwenye mchezo leo ama mwalimu ataamua vile ambavyo atakavyoamua, pengine kuanzia kwenye bench ama kwenda kuanza kwenye mchezo leo. Lilian, Idi Naldo Soibako, karibu sana huyo. Mdogo wangu, yani mwanangu sana. Mwanao sana. My good friend. Tangu mimi nianza kumuona Ndondo Cup. Mimi nimezana ile michuano ya mtaani ndio nilikuja kumzoea Idi Naldo, na baadaye kumuona Mbeya City, na kweli amerejea nyumbani, sehemu ambayo imemjenga, imemlea na imempa fursa ya kuonekana. Akati tuko off mic alikuwa anazungumza coach Michael Yela jana ametazama mechi na kuona kwamba katika wale wachezaji ambao walikuwepo miaka mingi kina Neva Tegere, wengi wameondoka, amebaki yeye ni mmoja wachezaji wa Kongo. Raymond Domayo anatukumbusha, alafu kwa kukazia akasema nimeangalia mechi ya zamani hasa. Yaani Neva Tegere unasema zamani Neva Tegere hapo. Sasa Boko utamzunguaje? Nicolas Wadada. Ndo zamani hiyo. Guskangu haya. Lakini kwa umri wako inasikana ikawa ndo zamani yako kweli. Wewe Nicolas Wadada sasa hivi yuko wapi? Ndio kwa umri wako hiyo ndio zamani yako. Anafanya nini? Anacheza mpira. Timu gani? Vipers. Kwa ushindani au sio kwa ushindani? Unajua wewe. Swala la ushindani. Yaani kwa wale wote ambao walikuwa kwenye ile mechi. Wale ambao walikuwa kwenye ile mechi ya Yanga na Azam waliangalia jana. Yeye yupo pale. Dyson Talia Shaun. Imidi alikuwa yupo wakati. Ila sasa kwa shaondoka naye amerudi na baada Aisha alikuwa bado yupo Simba Sports. Sasa juzi tu kaka wasema zamani. Hapana, sio. Ile tuendelee, achana na kijana mdogo sana. Kwa hiyo kuwakaribisha mashabiki wa Mbeya City ni sehemu mojawapo ya kukumbuka kwamba hii ni sehemu ambayo wamenilea. Sasa ukiangalia ni mechi ambayo tunasema ni mechi ambayo inakutanisha pia wahasami wa Mbeya City. Tanzania Prison na Mbeya City ni moja ya dabi ambayo inaonekana katika soka yetu ndani ya Azam Sports kupitia timu ambazo zinakaa katika mkoa mmoja, na ni timu ambazo zote ziko katika ligi kuu. Naitazama mechi kwa ukubwa wake. Azam wanahitaji alama 3. Unaangalia mechi yao iliyomalizika, walitoka sare ya 2-2, kwa ni mechi ambayo wanasaka alama 3. Wanataka na Mbeya City ambayo nayo pia inahitaji alama 3, imetoka kufukuza kocha, nafasi ambayo hapo sio nafasi nzuri. Kulikuwa kuna umuhimu wote wa kuzungumzia habari za kufukuza kocha. Zedekia Otieno ziko. Sio kweli wao.
amefukuzwa kazi. Amefutwa kazi. Kwa nini usiseme tu Shedrack Msajigwa amekuwa kocha mpya, kunaja hamna? Yeye ninachomaanisha kwamba wamemtoa kocha mmoja, wameingiza kocha mwingine kwa sababu ya kuona kwamba matokeo waliokuwa wanapata mwanzo hawakuwa wanaridhika nayo. Tuendelee mama. Kwa hiyo ni mechi ambayo ina umuhimu kwake, ila mimi nimependa namna gani ambavyo ametazama mazingira ya Mbeya, amekumbuka alipotokea. Ni jambo la msingi sana kwa kila mchezaji. Sawa. Michael Hiera, tuanzie kwenye takwimu za Azam FC ambao wao wamecheza mchezo 11, nafasi ya 5, alama 23, ushindi mara 6, sare mara 5. Ilivyo bahati hajapoteza mchezo wote, mabao ya kufunga 18 na mabao ya kufungwa 14, lakini utashuhudia pia ni tofauti ya magoli 14. Hizi ni takwimu za Azam. Kwako kocha, unazitazamaje na zinazungumza nini? Takwimu ambazo unaweza kusema ni sehemu moja tu ambayo inaweza ikawa inakupa mashaka kuhusiana na performance ya Azam FC kwenye eneo la sare ambazo wamezipata kwenye mechi ambazo wamecheza. Of course mpaka sasa unahitaji kama timu ambayo ni unbeaten kwenye ligi kuu, haijapoteza mechi yoyote kwenye mechi zake 11 ambazo wamecheza. Wameshinda kwenye michezo 6 na sare kwenye michezo 5. Hii namba ya mechi ambazo wamepata sare ni kubwa sana. Pengine mechi 5. Mechi 5. Pengine ndio sehemu ambayo ukijaribu kuangalia kwa siku za hivi karibuni inawezekana ikawa ndio eneo ambalo linawaangusha Azam mara nyingi, kwamba wanaamini kwamba wako comfortable, timu haipotezi mechi, lakini umemaliza mechi kwa sare. Sasa idadi ya mechi zikimalizika kwa sare zikawa nyingi, tafsiri yake ni kwamba unajikuta ni kama upo comfortable kwamba mimi sijapoteza mchezo, lakini impact yake ni zile alama 2 ambazo unakuwa umezidondosha mara nyingi zinakuwa nyingi kiasi ambacho kwenye ushindani unajikuta uko mbali na wenzako kwenye kile ambacho mnakitafuta mwishoni mwa msimu kuelekea ubingwa ama kuelekea kwenye zile nafasi za juu. Kwa hiyo kwa Azam FC nafikiri wanatakiwa kutoa hizo namba ama kuzipunguza namba za sare ambazo wamezipata na kuongeza namba za mechi ambazo watakuwa wanashinda. Na unawezaje kupata ushindi kwenye mechi za namna hii? Ukijaribu kuangalia wanakwenda kucheza dhidi ya Tanzania Prisons baada ya kutoka kucheza dhidi ya Pamba. Ndio. Wametoka ugenini kwenye uwanja ambao unaweza ukawa unafanana kimazingira na ule ambao alicheza mechi yao ya mwisho. Kwa maana uwanja wa CCM Kirumba na uwanja wa Sokoine. Inawezekana kuna mazingira ambayo yakawa yanafanana kwa maana lile eneo la kuchezea kwenye ile pitch. Sasa kile ambacho kilitokea kwenye mechi iliyopita, walianza vibaya dakika 45 za kipindi cha kwanza, lakini baadaye wakarudi wakiwa imara zaidi. Nafikiri kitu ambacho anatamani ukifanya ni kusema hii mechi ambayo wanaenda kucheza dhidi ya Prisons wacheze kama ambavyo walicheza kipindi cha pili kwenye mechi, yani ile mwisho wao ndio mwanzo wao kwenye mechi ya leo kwenye mechi dhidi ya Prisons. Lilian, upande wa pili wa shilingi ni kwa Tanzania Prisons, maafande hawa jeshi la magereza ambao nao wanahitaji kuweza kupata ushindi katika mchezo huu, na utakuwa ni mchezo wa kwanza kwa kocha Shedrack Msajigwa Fuso Mwandembele, nahodha wa zamani wa timu ya wananchi Young Africans, lakini pia nahodha wa zamani wa timu yetu ya taifa ya Tanzania. Tukianzia kwenye takwimu za Tanzania Prisons, mechi 14, nafasi ya 15, alama 12, ushindi mara 3, sare mara 3, kupoteza mara 8, mabao ya kufunga 1, magoli ya kufungwa 16, tofauti ya alama 8. Kisha baadaye tukawasikiliza magoli ya kufunga sio sawa. Prisons. Namba zinawezekana zikawa zina miss pale. Magoli ya kufunga kwenye magoli ya kufunga kwa sababu mara mwisho wameshinda 3-2. 3-2, ni kweli. Namba zimemiss. Kuna vitu vimekosekana. Bila shaka mtozi ataona kwenye hizi takwimu kwamba kwenye magoli ya kufunga kuna makosa. Kwa sababu tuliona mechi yao dhidi ya Namungo ilikuwa ile ya 3-2. 3-2, huwezi kusema amefunga goli moja. Na ameshinda mechi 3, ameshinda mechi 3 mfululizo. Amini sio mfululizo, lakini ameshinda mechi 3. Ni makosa ya kibinadamu, atarekebisha na itakuja kuwa sawa. Kama itampendeza anaweza kaiondoa kabisa, alafu Lilian Mkulu tukasikia kile ambacho unakizungumza. Ni mechi muhimu sana kwa kocha Shedrack Msajigwa kujaribu kuirejesha Prison katika hali yake nzuri. Ukitazama katika mechi 11 wameruhusu magoli 16. Ndio. Hiyo ni changamoto sana kwa maana yake kuna
makosa mengi sana katika eneo lao la ulinzi. Unaona mara ngapi ambavyo goalkeeper wao anafikiwa kwa urahisi, na mara zote unaona namna gani ambavyo at least anajaribu kupunguza dhama katika lango lake. Shedrack Nsajigwa anarejea katika ligi kuu baada ya kuwa championship, na kazi ambayo aliifanya vyema, na nakumbuka kwamba aliwahi kuwa kocha msaidizi katika klabu ya Namungo. Kwa nini umesema kazi ambayo ameifanya vyema? Timu yake inacheza iko katika hatua inayofuata CRDB Federation Cup. Ameacha katika nafasi nzuri. Na kwenye msimamo wao wa ligi kule championship wako kama sikosei kwenye top 5 wao. Yeye aliacha timu ikiwa nafasi ya tatu nyuma ya wale wawili. Nyuma ya Geita na Kagera. Hivi Prisons wameona nini kumtoa kocha kwenye level ya timu ya championship material na kumpandisha moja kwa moja kwenye ligi kuu, ilhali timu imekuwa na matokeo duni sana kwa hakika? Sio mara ya kwanza. Msimu uliopita pia walimtoa coach wa Dodoma Jiji Josia Amani Josia wakati anatoka Geita, alikuwa championship akaja akakomboa akarejesha katika nafasi nzuri. Inaweza naamini kwamba makocha hao wamekuwa na inawezekana mguu mzuri au wamekuwa na faida nzuri katika timu yao wanapotoka kwa timu. Makocha wenye njaa ya kurudi, of course sio njaa kurudi, sio njaa ya kwamba ya ukwasi wa kifedha, hapo sawa, ni njaa ya mafanikio. Yes, na bora ulivyoguna kidogo mambo ya kihaya haya ili watu waelewe kwamba ni makocha ambao wana kiu, tuseme tutoe neno njaa, tuweke kiu ya mafanikio. Ili yani wewe unataka kunigombanisha na watu? Sio mimi, niulize wewe, unaambia mimi mtazamaji angesikiza bila kumuelewesha. Ni makocha ambao wenye kiu ya mafanikio. Yes, kwa unaona kabisa inawezekana ikawa ni mechi ambayo Shedrack Nsajigwa anatamani kuwaona wachezaji wake on the pitch kwenye mechi ya mashindano baada ya muda ambao amekuwa nao kufanya nao training. Kwa sababu gani? Uwanja wa mazoezi inawezekana ukaakisi asilimia chache kile ambacho kinafanyika ndani ya dakika 90. Namna ambavyo wachezaji wake wataenda kukabili movement mbalimbali ya kiwanjani. Changamoto ambayo anaiona ni kwamba anaenda katika mechi yake ya kwanza akicheza na timu ngumu. Kwa nini nasema timu ngumu? Hii ni timu ambayo katika upande wa michuano ya Afrika, kwa upande wa vilabu vyetu vya ndani, ndio timu ambayo ilikusanya alama nyingi. Azam FC walikusanya alama 9. Ukiangalia namna ambavyo wengine alama hizo kusanya Young Africans alama 8. Kwa maana yake ni timu ambayo imeonyesha ushindani katika hii michuano ya kimataifa ambayo shirikisho, licha kwamba hawakufanikiwa kwenda katika hatua inayofuata, ila walikusanya alama nyingi. Na pia unakutana na timu ambayo inahitaji pia alama hizo. Kuna misimu nyuma kuna timu ambazo ziliweza kusonga mbele. Kwa unatazama namna ambavyo ugumu ulipo. Changamoto nyingine ambayo naiona, unakutana na timu ambayo kwao ushindi ni jambo la msingi sana. Kwa nini? Ni moja ya timu ambazo tunasema title contenders au washindania ubingwa katika ligi yetu. Kwa hiyo kila mechi kwao ni kama vile finali. Ndio maana nasema inawezekana ikawa ni mechi ngumu sana kwa Shedrack Nsajigwa ambaye kwa mara ya kwanza anaenda kusimama kwenye touchline kama kocha mkuu wa Tanzania Prison. Inawezekana ikawa ni mechi ambayo ikabadilisha kabisa taswira yeye ndani ya Tanzania Prison, au ni mechi ambayo itaiacha Tanzania Prison papa yalipo. Na kuelewa sana Lilian, na mara nyingi sana mabadiliko ya makocha kwenye timu, wachezaji wanakuwa na morali mpya. Na pengine pia tushuhudie mabadiliko ya kikosi Michael Hiera kuelekea kwenye mchezo huu, kwa sababu kocha mpya, wako wachezaji ambao walikuwa hawapati nafasi kwenye kikosi kabisa, na wako wachezaji ambao walikuwa wanapata nafasi kwenye kikosi. Ujio wa kocha mpya kwenye kikosi cha Tanzania Prisons kinaweza kikaibua nafasi kwa wachezaji ambao pengine hawakuwa wanaonekana kabisa kwenye kikosi chao cha kwanza. Inawezekana, na mara nyingi inatokana na kile ambacho mwalimu binafsi huwa anakiamini, kwa maana ya falsafa yake. Anaangalia mchezaji ulikuwa unaweza kufiti kwenye falsafa ya mwalimu ambaye alipita. Pengine mwalimu ambaye aliondoka anaweza akawa ni mwalimu ambaye anaamini kwenye mpira kumiliki zaidi. Lakini mwalimu anayekuja, mwalimu B, akawa anaamini kwenye direct football. Kwa hiyo wewe ambaye mara nyingi mpira ukifika kwako utakuwa unatuliza kwanza ili uanze kupiga pasi fupi ili tuweze kumiliki mara nyingi. Then mimi ambaye nimekuja wakati huu nataka mpira ukitoka hapa iwe ni one way, tumefika kwa wapinzani. Maana kile utakosa nafasi. Mtu ambaye anaweza akafuata kile ambacho mwalimu anakitaka atakuwa na nafasi ya kucheza zaidi. Ndicho ambacho huwa kinatokea wakati mwingine, ni zile falsafa za mwalimu ambazo zinamfanya mchezaji kuwepo
ama kutokuwepo kwenye kikosi. Na wewe moja kwa moja, rejea pale Wananchi Young Africans wakati wa Romain Folz. Azizi Ndabwile alikuwa piga ua garagaza, yupo kwenye kikosi, lazima azime. Rejea pale Coastal Union, kuna mchezaji mmoja nambari 69 kama nitakuwa nimemkumbuka vizuri, Nasa yule Nasa, Ali Nasa. Hakuwa anapata nafasi, kuna wakati alikuwa hasafiri kabisa na timu. Alipofika pale Mohamed Muya, mazoezi yake ya kwanza ya pili, asema katika wote mchezaji ambaye ataanza kwenye kikosi changu huyo hapo, na nitasafiri naye kwenda Dodoma. Alipofika Dodoma akasafiri naye akazima bwana mdogo, na kazi akaifanya. Nilikuwa na mtu mmoja anaitwa Kadozo. Anakuambia bwana, alikuwa mjui jina lake, ananiambia alio anavyocheza huyu kama yule Makalista. So mimi Kadozo ni muumini wa kipindi cha Viwanjani. Sawa. Alikuwa anamsifia Nasa. Alio ninavyomwangalia Kadozo anavyoongea. Alio ninavyomwangalia kama Makalista. Makalista yupo. Labda. Lakini pia inawezekana Ahmed kwenye swala la Nsajigwa na Tanzania Prisons. Inawezekana Prisons walikuwa wameangalia kwa sasa nini ambacho anakihitaji kwenye timu. Prisons wamepitia transition za kipindi tofauti hapa katikati, kwamba tucheze mpira wa kumiliki ama tucheze mpira wa kwenda juu moja kwa moja. Sawa. Shadrack, inawezekana kwa sasa ndio Prisons kwa namba ya mechi ambazo wamecheza, kwa nafasi ambayo wako nayo kwenye msimamo wa ligi, ndio ingekuwa ngumu kumpata mwalimu ambaye anaamini kwenye possession football. Yaani kwa sasa kwa hali ilivyo, useme mwalimu ambaye anahitaji possession football, kwa sababu yeye atahitaji muda sana wa kuweza kuzitengeneza pattern zake mpaka zikae, alafu muje kumiliki mpira kwenye mechi nyingi ambazo mtakuwa mnacheza. Lakini kwa nini sasa ni Shadrack, inawezekana wakawa wanahitaji yani mabadiliko ya haraka zaidi kwenye timu, tuitoe hapa ilipo iende sehemu nyingine ambayo itakuwa ni nzuri zaidi. Kwa umejaribu kuwaza kama ambavyo walikuwa wanafikiria management ya Tanzania Prisons? Inawezekana wakawa tukasikia wasemaji, alafu tutakuja kuongezea hapo ulipokuwa umekwamia, au unasemaje? Mashine. Bana, upande wa wasemaji tukianzia msemaji wa Tanzania Prisons Alexander Ngelela na mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa timu ya Azam FC Thabit Zakaria Chumwi maarufu kama Zaka za kazi, wao kila mmoja kwa nafasi yake wametambiana kuelekea kwenye mchezo wao wa leo, huku kila mmoja akiamini timu yake itaweza kuondoka na alama 3 muhimu. Naam, kwanza tunamshukuru Mungu kama Tanzania Prisons mpaka hivi sasa wachezaji wetu wote wako vizuri. Kulingana na ripoti ya Dr. Damas Chinyele ni kwamba wachezaji wote wako vizuri. Kwa hiyo imemfanya kocha Nsajigwa kuwa na uwanja mpana wa kufanya machaguzi, ni mchezaji gani ambaye anafikiri kwamba anaweza kumpa nafasi ya kuanza katika kikosi cha kwanza dhidi ya Azam. Lakini niseme tu pia kwamba mwalimu Nsajigwa amefanyia kazi makosa yote ambayo yalikuwa kijitokeza kwenye mechi za nyuma. Kwa hiyo niseme wachezaji wote kwa sasa kiakili wako vizuri, kimwili, na kila mtu anahitaji kupata nafasi ili kuonyesha ni kitu gani ambacho anacho, na wamekuwa kimshawishi sana kwenye mazoezi kocha wetu Nsajigwa. Lakini pia niseme kwa siku ya kesho viingilio itakuwa ni shilingi VIP itakuwa ni shilingi 5,000 na mzunguko itakuwa ni shilingi 3,000. Tunapokuwa nakutana na Prison kwangu huwa ni wakati mgumu sana, lakini hakuna kipindi kigumu zaidi kama hiki ambacho Prison wako vibaya namna hii, kwa sababu hakuna namna nyingine zaidi ya sisi kutafuta ushindi. Sasa unakuwa na kama na wanasema ule upendo wa mama, anakula huko anaumia, huko analia, lakini anakutafuna. So itabidi iwe hivyo, tutafute ushindi, tushinde sisi, kwa sababu matokeo ni muhimu sana kuliko historia, kwa sababu hiyo ishakuwa historia tena. Tutapeana pole baada ya mchezo, lakini kimsingi ni kwamba timu yetu iko vizuri. Mwalimu kaongea hapa, captain kaongea hapa. Tunakuja katika mji ambao una historia kubwa sana, na sisi tulivyoshinda ubingwa wetu wa ligi, ubingwa tulishindia hapa. Ile mechi ambayo tumeshinda kama bingwa ilikuwa ni hapa katika uwanja huu wa Sokoine.
unaweza kuona tuko nyumbani kwa kiasi gani, na nadhani utakuwa mchezo mzuri na inshallah tutashinda. Ni Thabit Zakaria Chumwi akizungumzia kuelekea kwenye mchezo. Sasa Michael, pale ulipokuwa umekwamia pale, ndio tunaendelea baada ya kusikia wakuu wa idara ya habari na mawasiliano wa timu zote mbili. Ni vizuri. Tumesikia wao wakiwa wanazungumzia kwa kila mmoja kwa upande wake, kwa maana ya kile ambacho wanatamani kukipata. Obvious, ni jukumu lao kuamini kwamba kila timu itapata ushindi. Lakini kitu ambacho nilikuwa nakizungumzia kwenye eneo la kiufundi ni kutokana na kile ambacho Prisons wanakihitaji kwa sasa, ni kuona wanakuwa na timu ambayo haitahitaji tena muda mwingi kwenye kuitengeneza, ila upate muda mchache ambao zile session chache za mazoezi ambazo utakuwa unazipata ziwe ni sehemu ya wewe kubadilisha timu kwa haraka zaidi, na aina wachezaji ambao uko nao kwenye timu, kwa sababu hauna tena room ya kwenda sokoni kumbadilisha mchezaji ama kumleta mchezaji ambao unamhitaji, bali watumie wale wale ambao wako kwenye timu kwa ajili ya kupata kitu ambacho kitakuwa ni kizuri. Kwa hiyo hizo session chache ambazo utakuwa unazipata ni wewe kuona jinsi gani ambavyo unaweza ukawa na nyakati nzuri zaidi kiwanjani, kwa maana ya kupata matokeo ambayo yatakuwa ni mazuri. Sasa ukijaribu kuangalia kwa nature ya wachezaji ambao wako kwenye kikosi ya Tanzania Prisons, inaweza ikawa inakupa tafsiri halisi kwamba pengine ukisema wangesema waende sokoni wampate kocha ambaye ataanza kuitengeneza timu. Kuna wale makocha ambao unahitaji wape muda sana ili waifanye timu yako kuwa bora, lakini kuna kocha ambaye unajua kwamba kuingia kwa kitu kwenye timu immediately kunaweza kukawa na sauti mpya na impact chanya ambayo itapatikana kwenye timu. Ndicho kitu ambacho alikuwa anahitaji Tanzania Prisons, ndio maana ameenda kwa Shadek Sajik. Kwangu naamini anaweza akawasaidia kwenye ile eneo, kwa sababu kitu cha moja kwa moja ambacho atakiongeza kwenye timu ni kuona kwamba yeye, kwa sababu alikuwa active kwanza kwenye championship, na unajua championship ni timu chache ambazo zinacheza possession football, yani zipo lakini sio kwa wingi huo. Yani unaweza kuta ni timu chache. Kwa mfano kwa sasa unaweza kuona timu kama Kagera kwa Juma Kaseja wanacheza possession football, lakini ikihitajika kucheza power play unaona wanabadilika kuswitch huko. Geita pia wanacheza mpira wa kumiliki zaidi. Big Man nao pia the same, wako na eneo ya uchezaji. Kwa hiyo kuna timu ambazo ni chache zinacheza mpira wa kumiliki, lakini kiangalia wale kina Tanzania, Police Tanzania, Hausang, wao ni timu ambayo ni direct. Ken Gold wako direct zaidi. Kwa hiyo timu nyingi zinaamini kwamba hiyo ndo aina ya mpira ambao utafanya kazi bila wewe kuwa na session nyingi za mazoezi. Kwa hiyo the same kwa sasa, kwa kile ambacho atakuwa anahitaji Tanzania Prisons, nafikiri ndo maana ameenda kwa Shadek Sajigwa ili kupata hiyo material ambayo yeye yuko nayo, na kuangalia pia nature wachezaji ambao wako nao. Wengi sio ambao wanaweza kamiliki sana mpira. Pengine ungesema timu kama ilivyo Mbeya City, ndio material ambayo yako kwenye timu, unaweza ukaenda na falsafa ya kumiliki na ukafanikiwa, kwa sababu watu ambao wako pale. Unataka kumponza Mike Maxime? Ana of course amefanya hivyo. Angalia mechi ambazo ameenda hivyo, lakini kajikuta anaangukia pua. Hapa nazungumzia material, nature ya wachezaji, kwa sababu kila mchezaji ana nature yake. Yani ana sifa yake ya kucheza ambayo inawezekana sifa ya mchezaji A na mchezaji B zikawa zinatofautiana. Lakini kuna timu ambazo zina wachezaji wengi ambao wana tabia za kufanana. Sasa kwa Prisons ukiangalia sifa ya wachezaji wengi ambao wako kwenye timu, inawezekana akawa ni wa aina hiyo ya mpira, kwamba tupige hivi. Mpole yuko Prisons George Enoch Mpole. George Mpole yuko pale juu. Sasa angalia kwa mfano ile ushambuliaji la timu, yuko George Mpole, yupo Mbangula, Jeremia Juma. Au ukisema mcheze mpira wa kumiliki, unaweza kaona kama wale wanawaibia kwenye timu. Lakini ukisema kwamba sisi kama unazulumu, lakini ukisema bwana sisi mpira wetu hapa tutakuwa tukipata tunaweka kwenu, alafu mpira wa pili mtu atakuja atafunga, inawezekana akawa na enjoy zaidi kuliko timu ambayo inacheza. Umesikia kile ambacho Michael alikuwa anazungumza. Tathmini yako ni ipi kuelekea kwenye mechi hii, lakini kile ambacho wamekizungumza wasemaji wa timu zote mbili? Karibu sana Hatun. Bado nasisitiza si mechi rahisi kwa Tanzania Prison. Ndio. Sasa ukitazama matokeo ambayo ametoka kuyapata Azam, inazidi kuongeza chachu au ugumu wa mchezo huo, kwa sababu aliangusha alama 2 katika mchezo dhidi ya Pamba. Though mara nyingi mechi ya Pamba na Azam inakuwa ngumu, kama vile Thabit Zakaria za kaza wa mechi yao dhidi ya Tanzania Prison. Ila ukitazama ile depth ya Tanzania Prison ambayo
alikuwa anaizungumza, si ya hivi sasa. Ukiangalia Tanzania Prison, ukiwa ukisikia neno mechi ya Tanzania Prison hafu inachezeka Mbeya, lazima mwili uweze usisimke kwa ajili sababu unafahamu namna ambavyo walikuwa tough, ila yani, hivi sasa unaizungumza Tanzania Prisons ya Pira Gwaride wakati ule kina Shaban Mtupa na mzee wangu Shaban Kazumba. Shaban Kazumba jambo, lakini huyu anaitwa Mourinho. Sasa kocha anaitwa Mourinho, unategemea nini hapa kitapatikana kwenye timu?